Ndiyo, hii ni Nyasema. Habari, karibu katika kipindi chetu cha Yasema. Leo tutaenda kuzungumzia habari ya muziki, na muziki tutakaoenda kubezi nao ni muziki wa ibada. Kanisa la Waadventista wa Sabato Ipagala lipo linaendelea na mafunzo ya kujifunza namna ya muziki wa ibada unavyopaswa ukae vizuri. Basi nikupeleke moja kwa moja kwa mwanahabari wetu Naoshadi Onindo akujuze yaliyo mengi zaidi. Karibu sana. Naam, kumekucha. Ukisikia kumekucha, basi jua ni ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ipagala. Baada ya purukushani za hapa na pale za semina mbalimbali ambazo zimewahi kufanyika hapa kanisani Ipagala chini ya Mwalimu Kale, chini ya Pastor Johnson Zefania Chiragi, sasa ni muda wa Pastor Festo Eugene Ng'ong'o. Sasa alitembeza gurudumu hili kuhakikisha kanisa zima linafahamu muziki wa ibada ni upi. Hili ni tatizo ambalo tumekuwa nalo hapa kwa muda mrefu, na sasa limepata suluhisho kubwa, na suluhisho ni kwenda shule. Na sasa shule imeletwa ndani ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato Ipagala. Una nini cha kusema? Tukomenti hapo chini nami nitakueleza nini ambacho kinazidi kuendelea. Katika siku hii ya leo ni siku nzuri ambapo tunaenda kuangalia watu hasa wanaojifunza muziki huu, na kila mmoja aliamua kwenda shule. Kama unavyoona, kila mtu analo daftari lake kwa kisha kila anachofundishwa anakimaster vizuri. Basi kama ni muziki, basi Ipagala tumeamua. Karibu, hii ni Yasema, kipindi cha bomba kabisa, na leo tunaenda kuhojiana na wanamuziki walioko darasani. Ndiyo, hii ni Yasema. Ya, katika siku ya leo kama nilivyokuambia, tunaenda kuhojiana na wadau wa muziki ambao kwa sasa unaendelea hapa kanisa la Waadventista Sabato Ipagala. Ndiyo, hii ni Yasema. Ya, huyu naye ni mdau mwingine ambao tunaenda kumwangalia katika siku ya leo. Mdau mzuri kabisa wa muziki, anafaidika na muziki ambao kwa sasa unafundishwa ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato Ipagala. Mwalimu ambaye kwa sasa anatufundisha si mwingine ni Mwalimu Jovin Tongola, na hawa ni wadau wa muziki ambao wako ndani ya kanisa hili Ipagala. Karibu sana. Asante. Habari yako? Uko salama? Mungu ni mwema. Naam. Tunashukuru sana Mungu. Unaweza kutuambia kwa jina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa John Mark, ni miongoni mwa wanafunzi wa muziki hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ipagala. Okay. Huyu ni Johnny, ni mwanafunzi wa muziki ndani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato Ipagala. Johnny, unaweza kutuambia ni jinsi gani unafaidika na muziki huu ambao umekuwa ukifundishwa hapa kanisa? Yako mambo mengi ambayo tumeyapata. Naweza kusema kidogo tumepata falsafa ya muziki ambayo inatusaidia kuwa na namna bora ya uimbaji ambayo inazingatia misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo tumejua mengi kuhusiana na falsafa ya muziki na imetusaidia kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana. Naam, huyu ni mwanafunzi wa muziki anaitwa John Mark. John Mark, unaweza kutuambia ukatupa kidogo kile ambacho umekipata ndani ya muziki kwa sasa? Najua tunaenda kumaliza kama mwezi. Naam, asante. Kwenye muziki pia kuna kitu kinaitwa ngazi. Ndio. Na kuna ngazi kuu. Na hii ni mpangilio wa
sauti, namna ambavyo zinaweza zikaimbika. Mfano nimezungumzia ngazi kuu ambazo zinatumika pia katika muziki. Naweza nikaziimba kidogo. Okay. Do re mi fa sol la ti do. Hizo ndizo ngazi kuu ambazo zinahusika katika muziki. Wow. Hiyo ndio ngazi. Ukitaka kuzungumzia ngazi basi katika muziki, hiyo ndio inaitwa ngazi kuu katika muziki. Kama hujui basi niukaribishe. Basi huyu ni John Mark na tunamwoga John Mark, tunaendelea na watu wengine ambao pia ni wadau katika muziki. Endelea kufuatana nasi. Karibu sana. Asante. Barikiwe. Asante. Niukaribishe tena, tunaendelea na kipindi chetu. Na mbele yetu sasa tunaye mdau mwingine wa muziki wa unaofundishwa hapa kanisani Ipagala, si mwingine. Karibu sana. Asante sana. Unaweza kujitambulisha wewe unaitwa nani? Binafsi ninaitwa Sylvester Ndono. Ni mshiriki wa kanisa la Sabato Ipagala. Na miongoni mwa watu ambao wako kwenye programu ya mafunzo ya muziki yanayoendelea kanisani kwetu hapa. Ndio, hii ni Yasema. Ni yapi ambayo umeyapata ambayo kwa sasa yanakusaidia hasa katika muziki? Kikweli ninajifunza vitu vingi ambavyo sikuwahi kuvijua kabla. Lakini nadhani pia msukumo wa mapenzi makubwa ya muziki uliopo ndani yangu umenisukuma kujiunga na hili darasa. Ukisikia kumekucha, basi hayo ndiyo yaliyokucha ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Ipagala. Habari kubwa ni habari ya muziki. Muziki ndio huo, na hao ndio wadau uliwasikiliza. Moja kwa moja, acha nikurudishe mpaka mjengoni kule ambako utakutana na mwenzangu katika siku hii ya leo. Asante sana mtangazaji wetu Naosha Dionindo. Naam, haya ndio yaliyojiri katika kipindi chetu hiki cha Yasema. Kama nilivyokuwa nimekujuza awali, Naosha Dionindo alikuwa akiwa na wadau wa muziki akizungumza nao. Kama ulivyoona, niendelee kualika sana, endelea kufuatilia vipindi vyetu vya Yasema. Kila Alhamisi tuko hewani. Karibu. Ndio, hii ni Yasema.